Naam, habari za wakati huu popote pale ulipo msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Natumai ya kuwa uko mzima wa afya popote pale unapotusikiliza. Hizi hapa habari zetu za leo, siku ya Jumatatu ya tariki 20 mwezi Julai mwaka 2026. Katika habari zetu hizi tutakuwa na habari nyingi, lakini pia tutachambua kuhusu habari mbalimbali. Lakini nikuombe kitu kimoja, ikiwa ndo mara yako ya kwanza kuja kuungana nasi, usikose kusubscribe, kushare na kulike ili uweze kupata habari zetu popote pale ulipo, tena kwa wakati ulio sahihi. Nikualike usikose kutumia wengine habari hizi ili uweze kufaidika na habari motomoto ambazo zinatoka kwenye kituo bora cha matangazo cha Kwetu News 24. Msikilizaji, habari zetu za leo tutakumbusha tu kuwa wiki iliyopita ya tariki 15 Julai ulikuwa mwisho kabisa wa M23 kuondoka maeneo yote wanayoyadhibiti mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, mpango ambao haukuweza kuzaa matunda kabisa. Ni katika ule mchakato wa kusaka amani na makubaliano yaliyofanyika huko Doha pamoja na huko nchini Marekani. Wakati wakaaji wa mashariki mwa DRC wakiendelea kushangaa na kutokutekelezwa kwa mikataba ya usitishwaji mapigano katika kati ya waasi wa M23 na serikali ya DRC, hali ya kiusalama eneo hilo biriki tena licha ya serikali ya Kongo kuendelea na juhudi za kurejesha baadhi ya maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 pamoja na kurejesha mamlaka ya kiserikali. Raia wa tarafa za Fizi, Uvira na Mwenga wanaendelea kulalamika kuhusu hali ngumu ya ukosefu wa usalama pamoja na kukatika kwa mitandao. Utakumbuka kuwa hii ni wiki ya pili sasa tangu mitandao yote iweze kukatika, ambayo ni mitandao ile ya Vodacom, Airtel, Orange pamoja na Africell imeweza kukatwa kabisa, kwa lengo la kuwa kuna watu ambao wanaendelea na kutawanya habari ambazo ni za uongo na ambazo zinampa labda upande mmoja au mwingine adui nguvu. Kwa hiyo raia wa Fizi na ndani ya mji wa Baraka kwa kipekee wanalalamikia kabisa swali hilo ya kuwa wanateseka na kuna watu ambao wanatumia chakula pamoja na kupata fedha kupitia mitandao. Utakumbuka kuwa mitandao ni moja kati ya njia safi kabisa inayopelekea kuboreka kwa maisha ya wakaaji ya kila siku. Licha ya hayo yote, raia wa tarafa la Fizi na mji wa Baraka pamoja na raia wa huko Uvira, lakini pia Itombwe ambao ni sehemu moja wapo ambazo zinasumbuliwa sana na usalama mdogo na vita vya kila siku, tukitaja huko maeneo ya Minembwe, Kalingi, Pweze ho, wanaendelea kuipa matumaini serikali yao pamoja na jeshi lao la DRC, FARDC pamoja na wazalendo kwa kuweza kupambana vikali dhidi ya waasi wa AFC M23, kwa sababu licha ya kukatizwa kwa mitandao, utakumbuka kuwa raia wengi wa mji wa Baraka pamoja na tarafa nzima la Fizi wanasema ni jambo lilo sahihi kabisa, kwa sababu endapo litaleta amani litakuwa ni jambo la kupongezwa mno. Acha nikwambie kuwa baada ya wazalendo kuweza kukiteka kwa mara nyingine tena kijiji cha uko Kipupu ambacho kilikuwa tayari kimedhibitiwa na waasi wa AFC M23, mapigano makali yalizinduliwa siku ya Ijumaa ya wiki iliyopita maeneo ya Kalingi ukielekea maeneo ya Pweze ho, eneo ambalo kwa sasa wengi wanajiuliza akina nani wanapatikana hapo. Lakini ni kutoa wasiwasi msikilizaji na mtazamaji, ni kuambia kwamba serikali ya DRC ndiyo inayomiliki kwa sasa kijiji ambacho ni cha mkakati kabisa cha vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC, na ambako raia wengi sana pamoja na serikali lakini pia waasi wa AFC M23 pamoja na Twirwaneho wanakitazama kijiji hicho kama kijiji chenye manufaa makubwa sana kwao. Kinashikiliwa mpaka sasa na serikali ya DRC. Vikosi vya Kakobanya na Kalambi Justin bado vinaendelea kubaki eneo hizo na kusema kuwa hakuna namna ya kumwachia adui hata hatua moja ya kuweza kutawala eneo hilo, kwa sababu ni eneo la DRC. Na raia pamoja na wachambuzi wa mambo ya siasa wanasema kuwa endapo nchi ya DRC italegeza kamba tu kidogo kwa vita hivi, basi itajikuta imepoteza sehemu kubwa ya nchi hiyo, kwa sababu
inawezekana M23 hawana kabisa mpango wa kukatiza mashambulizi pamoja na vitu vingine ili kuweza kuteka eneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kwa sababu M23 wanatishia tayari kuingia katika mji wa Kalemi wakipitia huko Minembwe. Tujue watapita njia gani, lakini wanatishia kuingia maeneo hayo. Kuna vitendo kadha wa kadha ambavyo vinaashiria kabisa uhalifu pamoja na ukosefu wa utu wa AFC M23, ni pamoja na mabomu yenye kutupwa ngambo za wakaaji maeneo ya kule kwa Mulima pamoja na eneo nyingine ambazo hazina vita kabisa, lakini wanaendelea kurusha mabomu ili kwamba raia pamoja na wakaaji ambao wanalinda usalama sehemu hiyo waweze kuondoka na kuachia nafasi kwa ajili ya kuweza kuteka rasmi na kuweza kutangaza kwamba wameshika eneo fulani. Wakaaji watakapokuwa na woga mwingi, basi watawapa nafasi ya kuweza kushika eneo mbalimbali mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hivyo watakuwa wamekamilisha kabisa jambo lao ambalo linawaleta moja kwa moja kwa ajili ya kuweza kuendelea na vita mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Baada ya kutoweka kwa mitandao, hatujashuhudia tena zile purukushani za madrone kushambulia miji na vijiji mbalimbali huko maeneo ya Itombwe, Minembwe pamoja na Mulima. Ina maana kwamba mitandao ilisaidia kwa kiasi kikubwa, wala ilichangia kwa kiasi kikubwa sana kushambuliwa kwa raia au kushambuliwa kwa eneo mbalimbali za tarafa la Fizi na ndege zisizokuwa na rubani ama maarufu wanaziita drone. Msikilizaji, maisha ni magumu sana upande wa Fizi, lakini hakuna jinsi. Unajua, nakumbuka kuna hata ndani ya Biblia kuna kitabu kimoja ambacho kinajulikana kama Mambo ya Nyakati. Ina maana inabidi kukubaliana na wakati uliopo. Kama utapingana na wakati, basi utakuwa unapingana kama utapingana na wakati utakuwa unapingana na utawala, lakini pia utakuwa unapingana na maisha yako wenyewe, kwa sababu maisha yetu yanakwenda na wakati, na hivi ndivyo wakati ungali, inabidi tukubaliane na hilo. Msikilizaji, Kwetu News 24 iliweza kuojiana na Andre Biadunia Mashaka ambaye ni mchambuzi wa masuala ya siasa pamoja na vita mashariki mwa DRC. Aliweza hapa kutoa mtizamo wake kuhusu kuondoka kwa AFC M23 na mikataba mbalimbali inayoendelea kufanywa kati ya DRC na waasi wa AFC M23, lakini pia aliomba kwa wazalendo wote kuwa pamoja na kuweza kuunganisha nguvu zao ili kuweza kuwashinda maadui ambao ni AFC M23. Tumsikilize. Marco Rubio aliwahi kusema ya kwamba anashangaa na serikali ya Kongo kwa sababu haitekelezi upande wake wa makubaliano, na akasema kwamba anafurahia serikali ya Rwanda kwa sababu inatekeleza upande wake wa makubaliano, yaani Rwanda inaendelea kutoa wanajeshi wake kwenye nchi ya Kongo, ijapokuwa hakuna hata siku moja tulisha kusikia kwamba kuna wanajeshi sijui 10 au wangapi wametoka kwenye serikali ya kwenye jimbo la Kivu ya kaskazini wala ya kusini na wamerudi. Hatujawahi kusikia hile. Lakini Marco Rubio ambaye yeye ni katika wa mediator, yani wale ambao wanatuweka pamoja ili tupate ile makubaliano ya Washington kuhakikisha kwamba Rwanda iko natoa watu wake, mimi imenishangaza na nikajua kwamba leo hakutatokea lolote lile. Sasa hii kiburi ambayo Rwanda anakuwa nacho ni kiburi cha miaka, haiko leo, na ni kwa sababu sisi wameshaona kwamba hatuna nguvu kwenye uwanja wa mapambano. Wanajua kwamba kila dakika, kila saa wanaweza wakatupepeta, wanajua ile. Lakini hatuko feble kwa sababu siasa inaingilia mambo ya jeshi, ndio maana. Na kama itawezekana ingepaswa kuwa tu watoto wa Kongo hasa Fizi na Uvira tuendelee kuisukuma serikali ifanye kazi kwa faida yetu. Kwa nini nasema hivyo? Nasema hivyo kwa sababu huwa mara nyingi hao wa M23 wakitambuka hiyo maeneo ya Fizi wapite upande wa kwenda Manyema wala wa kwenda Tanganyika, hapo tujue kwamba nchi naenda. Na ndio maana serikali ya Kongo hapo Kinshasa haingepashwa kubaki kwenye bumbuwazi, isije ikashangaa, kwa sababu wakitambuka tu hiyo maeneo ambako ya Kutumba na kuwa maeneo ambako Bwana Ngoma Nzito wanakuwa na wengine wakakubanya na wengine,
Wakitambuka tu hiyo maeneo wanaenda upande wa Tanganyika na Manyema, tujue kwamba tunagawa nchi. Kuna kiburi kabisa ambacho kinakuwa hapa, na wanajua kwamba ni vita yao kubwa, ni vita kubwa ambao wanakuwa nayo, na wanajua kwamba sisi hatuna nguvu kwenye uwanja wa mapambano, na wataikamata tu, wanajua siku ni siku tutakamata. Lakini hapa ningependelea kusema kwamba serikali ya Kongo ijitolee, ipane msaada wote ule ambao wazalendo na jeshi la serikali linakuwa nalo lazima, ili tuone kama tunaweza kuwafukuza kwenye nchi yetu. Msikilizaji, ni hayo ndio tulikuwa nayo kwa siku ya leo. Ni kushukuru